Haleluya Hosana, haleluya Hosana. Thank you Jehova. Kwa nini asante? Ni kwa sababu asante inayo nguvu ya kubadilisha kutoka ambayo hayako sawa kuja kwenye ambayo yako sawa. Kuna mengi pengine ambayo hayako sawa, ila asante kwa sababu kuna yaliyoko sawa. Asante nina wasaa mwingine wa kufanya hiki ambacho niko nakifanya. Leo nina message ambayo nataka kushare kwenye channel hii. Kwenye hii channel nitakuwa nikiongea na nishazungumza kwenye moja kati ya video zangu za mwanzo kwamba nakuwa nikiongea kuhusu mambo ya kiroho, spirituality, mambo ya kiimani yani. Nitakuwa nikiongea mambo ya kuhusu relationship, yani upendo. Mahusiano ambayo nitakuwa nikiyazungumzia sana sana hapa ni mahusiano ya baina ya wewe na wewe, baina ya wewe na nafsi yako. Maana hayo ndio mahusiano ya kwanza na ya muhimu. Ili uishi vyema vizuri na watu, inabidi ujue kwanza kuishi vyema na wewe. Ili uweze kuwa na heshima kwa watu, inabidi kujiheshimu wewe. Ili uwe na upendo kwa watu, inabidi ujipende ili ujue kuwapenda na wengine. Kwa hiyo nitakuwa nikiongea kuhusu mambo ya mahusiano, kuhusu upendo na experience zangu kuhusiana na huo upande. Nitakuwa pia nikiongea mambo ya kiuchumi. Uchumi nitakokuwa nikiongelea hapa si kwa sababu na hela mingi no, au si kwa sababu nafundisha kupata hela mingi no. Nitakuwa nikifundisha kuhusiana na uhuru kiuchumi. Mtu unakuwaje na uhuru kiuchumi? Naamini kwenye maisha yangu kwa jina la Yeshua nina uhuru kiuchumi. Na kuna namna ambavyo unapatikana hata kwa wengine, maana watu wanatakiwa kupata uhuru kiuchumi. Naamini hata Magufuli wanaompenda au wanaomheshimu wanaamini kwamba alikuja kutengeneza uhuru kiuchumi. Kwa hiyo tunatakiwa tupate uhuru kiuchumi kama tunataka kumuenzi vyema. Leo message nilionayo ni ishara ambazo zinafuatana na mtu ambaye ni sia. Ishara zinazofuatana na mtu ambaye ana jicho la tatu ambalo liko wazi linaona. Unatakiwa ujue mwanaume au mwanamke au mtu ana macho matatu. Moja liko upande wake wa kushoto wa uso wake, lingine kulia, lingine liko katikati ya paji lake la uso. Nasema mindset kwa sayansi, lakini kiroho hilo linaitwa jicho la tatu. Ufahamu wako, ufahamu kuwa uko wazi, jicho lako la tatu likiona, jicho lako la kioo likiona. Kwa hiyo hizi ni ishara ambazo zinafuatana na mtu mwenye jicho la tatu au mtu ambaye ni sia, mtu ambaye anaweza kuona mbali, mtu mwenye maono. Oh Jehova, sorry, bidi nicheue. Nimemention kama ishara 6 ambazo zinafuatana, na nimemention ishara 6 si kwa sababu ziko 6 tu, ziko ishara nyingi, lakini hizi ambazo nimemention hapa ni zile ambazo nahisi zina resonate kwangu, ambazo naweza kuona uhakika nazo, ambazo experience, ambazo naweza kumuelezea na mtu mwingine zika resonate. Na kwa ambaye zita resonate, take it, yani kwa ambaye haito resonate, leave it, yani kwa ambaye atafanana na wewe yapokee, yakukumbushe, maana sifundishi kitu kipya hapa. Niko nakumbusha, niko najikumbusha. Kwa ambaye hayato resonate, yani ambaye hayatoshabiana na wewe wala unaona huyaelewi, leave it. Usicomment, usisubscribe, usilike, usidislike, leave it. I'm not looking for viewers. Achilia, endelea na content zingine. Hapa naongea na specific persons. Ishara ya kwanza, number 1 sign ni kwamba you experience vivid and prophetic dreams. Yani utakuwa kwenye safari yako ya maisha, utapitia kuona, utapitia ndoto ambazo zimekaa katika namna
ya ukweli kabisa. Yani vivid dreams ni ile hali ya unaota ndoto ambayo ni unaota umelala kitandani kwako au popote ambapo una usingizi umelala. Japokuwa kuota huwa ni kuingia kwenye astral realms, kuingia kwenye ulimwengu wa ndoto. Una experience vitu ambavyo unaona kabisa nipo. Pengine labda unaota una drive kitu, unaota unaendesha labda gari na unajihisi kabisa huko unaliendesha na upo unaliendesha. Unaota labda unatembea, unajiona kabisa huko unatembea na miguu yako na mwili wako unatembea. Yani out of body kabisa. Hiyo inaitwa ni vivid dream. Kwa hiyo utakuwaga ukipitia hizi ndoto kama uhalisia. Utakuwaga ukipitia vivid dreams, na mtu ambaye ni sia huwa ana experience vivid dreams na prophetic dreams, yani unaona maono. Prophetic dreams ni kama ndoto za kinabii, ndoto za unaona mambo kabla hayajatokea. You can see things before happenings. Kwa ishara ya kwanza unakuwa unaona maono na ni kupitia ndoto. Kupitia astral realms, yani kupitia ulimwengu wa ndoto, ulimwengu ambao hauingii kwa nyama na damu, ulimwengu ambao ni nafsi yako ndio inatembea. Kwa you can see things before happen, na una see things kupitia maono. Unaweza kuwa umekaa hivi ukajikuta unatoka out of your body, unaanza kuona vitu. Hiyo inaitwa vivid au prophetic dreams. Kwa hiyo ni ishara namba moja ambayo inaambatana na mtu ambaye ni sia. Ishara ya pili, you have high intuition and gut feelings. For example, I can see your games even you are not already playing it. Yani unakuwa na kuna sauti huwa inakuwaga ndani yako, inaitwa intuition. Sauti ya Roho Mtakatifu, sauti ya kiongozi ambaye yuko ndani yako, inaitwa inner intuition au inner guidance. Sasa hii inner guidance yako huwa inakuwa juu sana. Yani unajua, unafahamu hatari ikiwepo, unafahamu mtu akitaka kufanya kitu, unafahamu mtu akikudanganya, unafahamu, unakuwa unafahamu na ufahamu wako unakuwa juu. Yani ufahamu umegawanyika katika namna nyingi, lakini hii inakuwa katika namna ambayo yani intuition ni sauti inakuwa moyoni mwako, ile sauti ya ukweli huwa inakuwa juu sana. Na unakuwa na gut feelings, yani jambo kama haliko sawa unalihisi kwanza kwamba hili jambo haliko sawa, na kweli mwisho wa siku unakuja kugundua hili jambo haliko sawa. Kwa hiyo ulikuwa uko sawa mara ya kwanza. Jambo linatokea, inaweza likatokea jambo sio hili jambo lilikuwa lije kutokea, lilikuwa lije kutokea jambo fulani na ulikuwa umeshahisi kabisa. Kwa hiyo you can see things before already happening. Yani unakuwa unapitia kama deja vu. Deja vu ni ile hali kitu kinakutokea au unakiona na ulikuwa ni kama vile umeshakiona. Inaniwia vigumu kuelezea, maana naweza kukuelezea lakini siwezi kukufanya uelewe. Lakini kwa mtu ambaye ana resonate, naamini anaelewa, maana hapa just speaking my truth. Ishara nyingine, you can sense energy and aura. Hii ni ishara ya tatu. Unaweza kutambua energy, yani sehemu ikiwa, kwa mfano mtu akiwa na bad energy, you can smell it. Yani mtu akiwa na nia mbaya au akiwa ni mtu mbaya, you can yani unaweza kunusa hilo, unaweza kujua, na unahisi kabisa hapa kuna kitu hakipo sawa. You sense energy and aura. Unaweza ukafika kwenye chumba au kwenye eneo ukahisi ile eneo haliko sawa. You can sense energy. Yani unakuwa na utambuzi mkubwa, unakuwa na ufahamu. Hii iko katika namna ambayo kuielezea kwa Kiswahili ni ngumu, lakini bad energy yani unazinusa, unazihisi kabisa hii ni bad energy. Maana mpaka
mpaka uwe sia au mpaka Mungu akuchague kuwa sia, ni kwamba hauna hila moyoni mwako. Si kwamba wewe ni perfect, no, lakini kuna namna una bad energy. Kwa hiyo mtu akiwa na bad energy unahisi kabisa hii sio energy yangu. Ukiwa sio mtu unayefanya ubaya, ukifika sehemu ambayo ni mbaya au ina ubaya, unahisi kabisa ubaya. Kwa hiyo unakuwa na utambuzi. Ishara nyingine, you have empathy and emotional sensitivity. Yani you have emotional intelligence. Yani unakuwa na uelewa mkubwa kihisia. Unaweza kuelewa hisia zako, unaweza kuelewa na hisia za wengine. Na haya yanatengenezwa na kujitambua na hisi. Yani ukishatambua wewe ni nani, ukishatambua nguvu yako, ukishatambua unatoka wapi unaenda wapi, ukishajitambua wewe, unaweza kuelewa na hisia za wengine. Maana kufunguka fahamu zako ndiko kuna kutengenezea kujitambua. Kwa ishara za mtu kujitambua, anakuwa na emotional sensitivity. Anahisi kabisa hisia za wengine. Mtu akiwa na maumivu anaelewa. Tena unaweza ukaelewa kuliko hata yule ambaye yuko na hayo maumivu. Kwa hiyo, na unakuwa umetengenezwa hivi si ili uumie na wengine, ili uweze kuwatetea wengine, ili uweze kusimama na wengine. Maana imeandikwa lieni na wanaolia, chekeni na wanaocheka. Kwa hiyo, you can understand as a person emotional. Yani mtu akiwa na maumivu unamuelewa, unaelewa, na unapitia naye pengine hayo maumivu, japokuwa una ability za kusimama kwenye hisia zako. Lakini ni ngumu sana, kwa mfano mimi mtu mwenye maumivu kuwa karibu yangu nikaacha kuumia. Yani hata kama sitaki. Kwa hiyo wana avoid vitu pia kama hivyo. Na nikikutana na mtu kama huyo namuombea, maana naelewa maumivu yake, labda tuseme pengine nishawahi kupitia maumivu kama hayo, au pengine nahisi maumivu kama hayo. Kwa unakuwa naelewa. Ishara nyingine ya 5, you have clear audience gift. Yani unakuwa na zawadi ya clear audience. Hii nayo inakuja kama kwenye ishara namba 2 ya intuition. Unakuwa na inner voice. Yani ndani yako kuna sauti inakuongelesha. Ndani yako kuna sauti unazisikiliza nyingi, si moja. Maana imeandikwa mawazo ya mwanadamu ni kama kilindi, lakini mtu mwenye ufahamu anayateka. Yani kuna sauti nyingi zinakuja kwenye akili zetu, kuna vishawishi vingi. Kuna sauti nyingi kwenye akili zetu, hata kwenye mioyo yetu. Kwa hiyo wewe unakuwa na hichi kitu kinaitwa clear audience. Na clear audience huwa ni gift kutoka kwa Mungu. Anakuwaga amewawekea baadhi ya watu. Unaweza kusikia ulimwengu wa roho nini kinachoendelea, na ukasikia na ulimwengu wa mwili nini kinachoendelea. Yani unasikia, you can hear things other can't hear. You can see things other can't see. Yani hata haya maneno ninayozungumza ni wachache sana wanaweza kuelewa haya, wachache sana. Anaweza kuelewa haya ni mtu ambaye anaweza kuelewa mambo yaliyokaa kiroho. Si anaweza, mtu ambaye ana tabia za asili au mwenye anaenda kama mwili hawezi kuelewa haya, ni wachache sana. Kwa mwenye ability ya kuelewa haya ni mtu ambaye anaelewa kuhusu sauti zilizoko kiroho. Na mimi ili niweze kuyasema haya ni kama message na deliver. Nasikiliza alafu na deliver. Si mwili wangu, si ulimi wangu ambao unayatambua haya. I am a channel, ana channel. Kwa sababu naisikiliza sauti inayonifundisha, naweza kuitoa ile sauti ikamfundisha na mwingine. Wala sitafuti sifa. Just speaking my truth. So hii ni ishara nyingine, sitaki nielezee sana, maana naweza kuelezea ila siwezi kukufanya uelewe. Ila anaelewa, anaelewa. I hope I speaking to somebody, how I speaking to myself. Ishara nyingine ni have healing and transformative presence. Yani una uwepo ambao uwepo wako umebeba uponyaji na mabadiliko.
transformation, huwaga ni mabadiliko. Tena mabadiliko yanakuwa ni mabadiliko kutoka kwenye udhaifu kwenda kwenye ubora. Yani ukifika sehemu unabadilisha hiyo sehemu. Ukifika sehemu unaiponya hiyo sehemu. Tena unaiponya kutoka kwenye ubaya kuja kwenye wema. Unaiponya kutoka kwenye udhaifu kuja kwenye ubora. You carry healing energy. Your presence can shift rooms and the environment you are in. Yani ukiwa sehemu, hiyo sehemu lazima ichange. Lazima watu watachange. Lazima watu yani watabadilika. Na si kwa sababu unafanya chochote. Presence, uwepo wako tu. Na you need to be comfortable in your skin. Na the most highest frequency in this world or this universe is authentic. Yani kitu ambacho ni kinalipa au chenye maana kwenye dunia ni kuwa wewe. Usiigize, usifake. Mungu haambatani na wanao fake. Mungu anaambatana na walio real. Kwa hiyo uwepo wako real kwenye dunia iliyojaa ufake, una uwezo wa kubadilisha mazingira uliopo. Iko hivyo. I am not here to teach new things. I am here to help you remember what your soul already knows. In the name of Yehoshua, I share. I'm sorry, naomba nipokee simu.